litaitwa tangu siku hii. Mwambie mwenzako tangu siku hii. Fungua kitabu cha Hagai mlango ule wa kwanza, mlango ule wa pili mstari wa 19. Hagai 2 mstari ule wa 19. Hagai 2 mstari wa 19. Tunataka tuangalie namna Mungu anavyotufundisha siku ya leo, kwamba wana wa Israeli siku moja Mungu aliwaambia kuhusu kumjengea nyumba. Aliwaambia kuhusu kutoa kwa ajili ya nyumba yake, kwa sababu walikuwa wamechelewa sana, mambo yao yalizuiliwa. Kama ambavyo siku za leo kuna mambo yaliyozuiliwa kwenye maisha. Adui amezuia, amekukwamisha sehemu moja kwenda nyingine. Kwenye biashara kuna mahali mambo yamezuiliwa, yamechelewa. Kuna watoto hawajaenda shule inavyopasa. Kuna kitu chako ambacho unatakiwa kupata hujapata. Asubuhi ya leo ni asubuhi njema kwa sababu ni mwanzo wa mwaka. Mungu anaangalia mwisho tangu mwanzo. Kwa leo Mungu anataka aibariki mwanzo yako ya mwaka huu kama vile ambavyo aliwabariki wana wa Israeli. Aliwaambia kwamba atawabariki tangu siku hiyo wanapoamua. Kwa hiyo siku ya leo tunajifunza kwamba sadaka inabadilisha majira. Sadaka unayoitoa kwa Mungu inaweza kubadilisha majira. Utakumbuka wana wa Israeli kabla ya kuanza kazi ya Mungu, nchi ilikuwa kame, kulikuwa hakuna mvua, walikuwa wanateseka, walikuwa wanahangaika. Lakini siku ile walipoambiwa na Mungu kwamba wamjengee nyumba, wao wakatii, mambo yalibadilika. Ni kwa sababu ya sadaka ilibadilisha msimu. Msimu wa laana ukawa baraka, msimu wa kuumia ukawa furaha, msimu wa kulia ukawa kucheka. Na asubuhi ya leo habari njema ni kwamba lile jambo ambalo ulilikatia tamaa, tangu leo Mungu atalibadilisha kwa jina la Yesu. Sadaka yako unayotoa kwa Mungu ina maana, kwa sababu inaonyesha utii wako mbele za Mungu. Unapofanya kazi ya Mungu, unapojenga nyumba ya Mungu, unapotoa kwa ajili ya huduma, unapowapa watu wa Mungu, unapofanya chochote kwenye nyumba ya Mungu, ni mbegu inayopanda na ni mbegu inayobadilisha misimu ya maisha yako. Hutaendelea tena kuwa na msimu wa machozi. Msimu wa machozi unafungwa na kile ambacho umefunganisha wewe na Mungu. Mungu anasema tangu siku hii, maana yake ni kwamba tangu ule wakati unapoamua kubadilisha msimamo wako na kusema nitafanya kazi ya Mungu, na kusema nitamtolea Mungu, na kusema sitafanya kazi ya Mungu kwa ulegevu, ndiyo siku ambayo Mungu anaanza kuyabadilisha maisha yako. Amina. Ninaomba mtu aliyeona huo mstari kama anaweza kusoma ili tumalizie. Ni mstari mfupi lakini una maana kubwa sana kwetu. Hagai 2:19. Nimesema Hagai 2:19. Tangu siku hii. Lakini baada, Biblia inasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Sadaka yako ni utii mbele za Mungu. Sadaka yako inaonyesha unaheshimu Mungu alichosema. Nabii Hagai anasema kabla ya wakati ule watu hawajatii na kukubali agizo la Mungu, matunda ya kuzaliwa. Leo tii mbele za Mungu ili matunda yaanze kuzaa, ili miti, mizabibu, ili kazi yako, ile biashara, ili watoto wako, ili viwanja vyako na mashamba yako yaanze kuzaa, ili mifugo yako ianze kustawi.
unatakiwa utoe mbele za Mungu, ukubali. Kwa sadaka inaonyesha wewe ni mtii mbele za Mungu, na sadaka inaweza kubadilisha maisha ya mtu kadiri anavyomtolea Mungu kwa jina la Yesu. Ninaamini kila mmoja anayemwamini Mungu anayo sadaka yake. Ninaamini kila mmoja anayemtii Mungu anabeba sadaka inayompendeza Mungu. Kama unavyoona, nyumba ya Mungu isikae mahali pa kuharibika. Pale mwanzo anasema, je, ninyi ni wakati wa kukaa kwenye nyumba za mapambo ya mbao na nyumba ya Bwana iwe katika hali ya kuharibika? Jibu bila shaka kila mtu ni hapana, kwamba huwezi kuacha nyumba ya Mungu ikae wakati inaharibika hivi. Tunakaa kwenye vumbi, tunakaa hatuna madirisha, lakini Mungu anatuagiza tupande juu tukalete miti. Wana wa Israeli walipokuwa wamekosa mbele za Mungu, wamechelewa kufanya kazi ya Mungu, Mungu hakuwalaumu ila aliwatia moyo. Na siku ya leo neno la Mungu liko kukutia moyo. Wewe ambaye ulihangaika sana hapo kabla, chukua hatua ya kumtolea Mungu sadaka. Chukua hatua ya kutoa mbele za Mungu kitu cha kumtii Mungu, sadaka ya ujenzi, sadaka ya shukrani, sadaka ya malimbuko, mizabibu yako, wanyama wako, mashamba yako, watoto wako, kila kitu unachokifanya na huduma yako itastawi tangu siku hii kwa jina la Yesu. Basi kila mtu achukue sadaka yake kwa mkono wake wa kuume na ainue juu na aiambie, tangu siku hii nitabadilika. Wewe ambaye ulikuwa una ahadi ya kumtolea Mungu, uliweka nadhiri, Mungu anakukumbusha asubuhi ya leo. Mungu anakukumbusha, hakulaumu, anakukumbusha kwamba kuondoa nadhiri ni baraka, lakini kutokuondoa nadhiri ni laana. Mtii Mungu kwa kufanya yale ambayo kitabadilika. Shika sadaka yako mkono wa kuume tupate kumwomba Mungu. Basi utainua sadaka yako ili tupate kumwomba Mungu. Sema, Bwana Yesu, tangu siku hii ninakutolea sadaka yangu. Ninakuomba, badilisha msimu wa maisha yangu. Ondoa ukame kwenye maisha yangu. Ondoa laana kwenye maisha yangu. Ondoa balaa, ondoa mikosi, ondoa kuzaa mapooza kwenye maisha yangu, kwa sababu natii kukutolea wewe kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru mno kwa sababu ya neema yako hii ambayo umenipa kusimama mbele za watu wako. Asante Mungu kwa ajili ya madhabahu hii yako inayotoa uzima. Asante kwa ajili ya madhabahu inayobadilisha maisha. Asante kwa ajili ya madhabahu inayogeuza huzuni kwa furaha. Asubuhi ya leo ninaomba kwa ajili ya sadaka zilizoshikwa mikononi mwa watu wako. Sadaka hizo Mungu ziwe mbegu ya kubadilisha maisha yao, kubadilisha watoto wao, kubadilisha elimu zao, kubadilisha mifugo yao, kubadilisha mashamba yao. Kila mahali palipoharibika, msimu wa ufungwe, msimu wa uharibifu na ufungwe kwa jina la Yesu. Ninaamuru baraka kutoka mbinguni zinyeshe kama mvua kwenye mikono ya watu wako wanaotoa sadaka. Ukaibariki kazi ya mikono yao wote wanaokutolea kwa moyo wa kupenda. Asante Mungu kwa sababu wewe unasema na unafanya. Kila jambo ulilolisema linakuwa vile vile kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Asante kwa ahadi zako za kweli za kutubariki na kubadilisha misimu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, wote tuseme amina. Showers kwa mwendo wa kuona uzima. Tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya mchungaji wetu. Tumejifunza somo zuri. Tukikubali na kutii, Mungu ataenda kutenda yale ambayo yamekwama kwetu na mabadiliko makuu yatatokea kwetu. Majeshi